Kwa hiyo lakini hata serikali kupitia hili ambapo tuko nawaza inaweza ikajua exactly kweli sisi ni wa pili kwa mifugo au usikute ni wa kwanza. Kwa hatuna kanzidata ambayo ni ya uhakika. Kwa hiyo mimi nilikuwa na Wizara ya Mifugo wamekuja nalo vizuri. Lakini kipindi kelele zilivyopigwa na bahati mbaya zilipigwa bungeni waka slow down. Lakini mimi naona ni mfumo ambao serious kama mkija nao kwa namna hii na unafanyika vizuri sana. Lakini kuhamahama kwa wafugaji unaweza kudhibiti. Kwa sababu wale tunaona kwenye mfumo kwa ng'ombe wale Wasukuma wamemtoa Shinyanga kamtembeza kwa mguu mpaka Lindi. Kwa hiyo vile vile unaweza ukacontrol hiyo. Kwamba bwana wewe locality yako ni hii. Kama mfumo wa stakabadhi ghalani. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba hii mki-expand kwa maana ya study na kuifanya. Hii italeta mapinduzi makubwa sana. Local na hata kwenye international market. Kazi inayofanyika ni nzuri. Na mimi ni declare interest ndugu yangu hapa na rafiki yangu sana. Aliwasilisha. Na kazi inayofanyika ni kubwa. Na ni eneo ambalo mfumo ulikuwa hawautaki watu wengi hata wakulima. Wamepata wakati mgumu sana wakati wanaingiza mfumo pamoja na TMS. Kwa hiyo mimi eneo ambalo bado niendelee kuiomba serikali. Kwanza elimu wakulima. Wakulima wengi bado hampati nafasi ya kuelimisha. Mnapata maeneo ya kukutana nao tu kipindi cha vikao vyao, lakini kusema kwamba mfumo wenyewe uende kutoa elimu kwa wakulima imekuwa mara chache, hasa labda nyanda za mikoa ya kusini. Kama kweli tunaingiza na mifugo kwenye stakabadhi ya mazao ghalani itasaidia sana wafugaji sana, kwa sababu kwa kweli hapo tumeona mifugo yetu labda tulikuwa mifugo mingi ilikuwa ipati bei hasa nje. Kwa sababu sasa tumeanza kuchanja na kuwapa hereni. Mheshimiwa Mwenyekiti, nafikiri tuongeze mkazo hapa kwamba na mambo ya mifugo yaingie kwenye stakabadhi ya mazao ghalani itasaidia sana. Lakini ni lazima tufahamu kwamba kwenye haya mambo ya kiushirika Watanzania wana maumivu na wana makovu kutokana na historia ya vyama vya ushirika wenyewe. Wameumizwa, wamepigwa. Kwa hiyo sasa hivi ukiwaambia watu kwamba waweke mazao yao alafu hela watakuja kuchukua baadaye, unawakumbusha maumivu yale yaliyopita. Na mara nyingi hazitokani na changamoto za stakabadhi ghalani sasa hivi na mfumo wake. Lakini yale mazoea na hisia na historia wa huko walikotokea inawakumbusha na inaleta changamoto. Lakini itoshe kusema kwamba swala la elimu bado linahitajika na sisi tutajitahidi kuendelea kutoa elimu, na tunaomba wajumbe wa kamati na wabunge watusaidie kwenye hili. Lakini kwa mfano zao la korosho, Mheshimiwa Mwenyekiti, nalo ni zao kubwa ambalo linatumia mfumo, na utaona baadaye kwenye wasilisho langu kwa sehemu kubwa tunafanya na wenzetu wa korosho. Na mwaka huu mwanzoni tulikuwa tumekwenda kwenye mkutano wa kimataifa pale Dubai na tulipongezwa. Na nchi kama Nigeria unaweza ukaifikiria wanazungumza tunataka kwenda Tanzania tukajifunze ule mfumo ili na sisi kiwezekana tuje turasimishe namna ya kufanya biashara huku kwetu. Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, ukiangalia kimikoa, mkoa kwa sasa ambao unafanya vizuri zaidi kwa maana ya kutumia mfumo wa stakabadhi ni mkoa wa Mtwara, lakini ziko sababu nyingi zinazosababisha hiki. Ni kwamba wao walianza zamani, lakini vile vile walikuwa wana uzalishaji mkubwa wa korosho. Ukiangalia Tandahimba yenyewe tu inachukua sehemu kubwa ya uzalishaji wa korosho na wote unapita kwenye mfumo. Kwa hiyo kwa miaka yote ambayo tumeizungumzia toka 2007 mpaka sasa takriban tani milioni 2 zimeweza kupita katika mfumo wa stakabadhi kutokea mkoa wa Mtwara. Lakini tunao changamoto ya kama kawaida, baadhi ya watendaji kwenye maghala ambao tunakuwa tumewapa leseni wanakuwa hawana uaminifu, lakini kuhakikishia Mheshimiwa Mwenyekiti tunawafanya ufuatiliaji na tunachukua hatua. Na najua baadhi yenu mlikuwepo kwenye juzi wakati tunafanya tathmini ya korosho, tulitoa taarifa kwamba kuna waendesha ghala ambao walikuwa hawajafanya vizuri takriban 7, tumewafutia usajili. Waende wakajipange upya kwa sababu wanacheza na mali za wakulima, jambo ambalo haliwezi kufumbiwa macho.